الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الجهاد والانتصار والتقوى، شهر الذي أنزل الله فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قال: الصيام جنة. وأشهد أنه بلغ رسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الأمي الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويا عباد الله اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى حين قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katukusanya kwenye nyumba yake katika mwezi mtukufu, siku tukufu kama hii ya leo. Mambo ni mawili mbele yetu kwa siku kama hii na mkusanyiko kama huu. Jambo la kwanza, kuelezana sisi ni nani katika dunia. Majukumu yetu kwenye Uislamu ni majukumu gani? Na makusudio kuumbwa kwetu ni makusudio gani? Tuko katika mwezi wa Ramadhani, nusu ya safari tayari, kumebakia nusu nyingine. Kila mmoja katika sisi ajiulize kwenye ile safari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia kila mfungaji ifike. Yuko ndani ya ruti au katoka nje ya ruti? Yuko kwenye mwelekeo kufikia yale malengo saumu? Yupo kwenye mwelekeo kufikia kwenye yale malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kataka muumini atengeneze nuru mbili hizi, nuru ya ndani na nuru ya nje kupitia Ramadhani? Nuru ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuhusia Abu Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu, alimwambia baada Abu Dharr kuomba usia, akamwambia: alika bittaqwallahi ta'ala fa innahu ra'sul amri kullihi. Abu Dharr, juu yako kumcha Allah. Kwa nini takwa kwako? Kwa sababu rasul amri kullihi, kichwa cha matendo yote mema yamo ndani ya takwa. Usia wa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwataka waja wafunge, nini natija saumu kwa wafungaji? La'allakum tattaqun, ili mpate ile rasul amri kullihi, mpate kichwa cha matendo yote mema, mkafaradhishiwa juu yenu kufanya ibada saumu. Angalia kwenye wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaweka mambo mawili ambayo mambo yenyewe ni moja, ni katika wasiyatuhu fil awwalin. Wasia wake wa mwanzo toka zamani watokana pa usia wa namna hiyo, usia wa takwa.
lakini pia akaweka ibadatul qadima, akaifanya somo ni ibada inayotokana tangu watu wanafanya ibada somo. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, mmefaradhishiwa kwenu, mmeandikiwa kwenu nyinyi mfanye kitu gani? Mfanye ibada somo kama walivyoandikiwa waliotangulia kabla yenu kwa kufanya ibada somo. Kwa nini tuandikiwe ibada somo? Nini malengo ya mfungaji? Nini malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfungaji afike katika ibada, afike kupitia hiyo somo? La'allakum tattaqun, ili mpate takwa, ili mtengeneze uhusiano mzuri baina yenu na Allah subhanahu wa ta'ala, usia ambayo hata zamani walipewa waja. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba wa iyyakum an taqullah, usia ambao mnatakiwa muupate kwenye maisha yenu, muutekeleze kwenye maisha yenu. Ni usia ambao hata zamani watu wa kitabu walipewa usia huo, takwa. Lakini ili mtu afike kwenye lengo la somo afanye nini? Tuliulizana hapo mwanzo, tupo nusu ya safari, tupo nusu ya kifungo, nusu ya kufunga, nusu ya mwezi wa Ramadhani. Jiulize ndugu yangu hapo ulipo, nusu yako hii ulipofika sasa, upo ndani ya ruti au umeshakutoka ndani ya ruti? Somo uliofunga mpaka hivi sasa inakupelekea wapi? Inakupelekea kwenye ile safari ya takwa? Inakupelekea kwenye ile sihatul qalb, kupata afya ya moyo? Wanachuoni wamesema yeyote ambaye atakapata natija Ramadhani, natija ya siyam katika shahru Ramadhani, basi yaifunge hii Ramadhani kama wanachuoni wanaoita mwezi katika sifa zake tatu. Wameita Ramadhani ni shahrul jihadi wa shahrul intisar wa shahrut taqwa, mwezi wa jihadi. Kwa nini umeitwa mwezi wa jihadi? Mwezi ambao kwao jihadi, kitali ya mwanzo waliopigana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameita ni siku yaumal furqan, siku ambayo haki na batili zilitenganishwa. Siku hiyo ilikuwa ni mwezi 17 katika Ramadhani. Pakatambulika haki ni nini, pakatambulika batili ni nini. Ndio lengo la takwa. Tunafunga Ramadhani ili tupate ile nuru aliyosio Budhari al-Ghifari radhiallahu anhu, nuru dakhiliya, nuru ya ndani, nuru itakamwangazia huyu mja atambue haki ni kitu gani katika nyumba ambayo imejaa dhulumati chungu mzima katika hii dunia. Dhulumati ujahili, dhulumati ushirikina, dhulumati ukafiri ndio imejaa katika dunia. Nuru ni moja tu itakamwangazia huyu Muislamu aweze kuona hizo dhulumati katika dunia hii, namna gani aweze kuishi ndani ya hizo dhulumati za dunia. Alayka bitaqwa Allah fa innahu ra'sul amri kullihi, juu yako wewe kumcha Allah, juu yako wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachoona kuzungumza takwa ziko za namna mbili katika ibada za mja. Takwa ya kwanza al-mahabba, takwa ya pili al-makhafa, al-mukhafa. Takwa ya kuogopa na takwa ya kupenda. Unamcha Allah kwa kumuogopa, wakati unamcha Allah kwa kumpenda. Wasema takwa al-mahabba haimbadilishi mja huyu akiwa na takwa namna hii kumbadilisha na ahawali zozote katika ulimwengu. Moja katika sifa ya mtu anayepata takwa ya mahabba, Allah subhanahu wa ta'ala anampa istiqama kwenye maisha yake. Lakini ataipata vipi hii takwa huyu mja? Aifunge Ramadhani katika kifungo cha jihadi. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha jaa Ramadhan, inapofika mwezi wa Ramadhani, futihati abwabul janna, inafunguliwa milango ya peponi na kuwa wazi. Maana yake waja Allah subhanahu wa ta'ala anazifungua nyoyo zao zipende kufanya amali zenye uhusiano na pepo.
Ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango taufiki katika amali. Ole wake ndio yule bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man dakhala alayhi Ramadhan, yule ambaye Ramadhani imeingia, thumma nsaraha minha au thumma nsaraha minhu, kisha hii Ramadhani ikaondoka, falam yuqbalu lahu, akupata zile sifa na kusudio Ramadhani. Ramadhani imeingia akawa ni yule yule, Ramadhani imeondoka akawa ni yule yule, milango ya pepo kwake haikufunguliwa. Ndio maana mnadi kila usiku wa Ramadhani huwa ananadi mnada wa namna hii, anamwambia kila mja, ya baghi alkhairi aqbil, ewe mja mwenye kukusudia kufanya khairi, basi jisogeze kwa Allah. Aqbil ala Allah, jisogeze kwa amali zitakazokufanya uwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo ananadiwa mwingine, ya baghi ya sharri, ewe uliyekusudia kufanya shari, ewe ambaye moyo wako umekosa nuru ya takwa kukuangazia kushindwa kujua haki ni ipi na batili ni ipi, aksir, koma na tabia yako hii. Ramadhani imeingia, ni mwezi wa kujisogeza mja kwa Allah. Wanachoona kauita jina lake la kwanza Ramadhani ni shahrul jihad, mwaka unafaradhishiwa Ramadhani, na ndio mwaka huo huo Waislamu mbele yao ikaja jukumu kuhusiana na vita Badri, vita ambao tarehe ya dunia mpaka dunia itakapokwisha muda wake, hakuna ijazi Allah subhanahu wa ta'ala katika ghazwat duniani kusidi ghazwa ya Badri. Namna ile Allah subhanahu wa ta'ala yofanya miujiza yake. Upande mmoja shetani anashiriki na maadui na makafiri na washirikina dhidi ya Waislamu, upande mwingine kuna nusura Allah subhanahu wa ta'ala. Shetani anawaambia makafiri siku hiyo, yaumul furqan, yauma taqal jama'an, siku haki na batili ilipokuwa wazi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kana atuambia kwamba anatuambia kwenye jihadi haki na batili ndio itajulikana kwenye maisha ya watu, kwa sababu kazi ya jihadi ni kwa ajili ya kuinua kalima ya Allah juu na kushusha kalima sio kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala chini. Zimekutana jamati mbili, shetani akamwambia, la ghaliba lakumul yawma minan nas, msiogope nyinyi siku hii ya leo, nyinyi ni washindi. Kwa nini nyinyi washindi? Mna sababu zote na sifa zote za kushinda. Sifa za kibinadamu mnazo hizi sifa. Mna sifa ya wingi, nyinyi ni washindi. Mna sifa ya ukali wa silaha, nyinyi ni washindi. Mna sifa ya mali nyingi, kwanu nyinyi ni washindi. Mnapigana na watu ambao sifa za ushindi kwao zimekosekana, nyinyi ni washindi bila shaka. Shetani anawaambia watu wake, inni jaru lakum, niko sambamba nyinyi na mimi, tuko sambamba kwenye hii vita kuhakikisha jeshi la Kiislamu linasambaratika katika hii dunia. Asiabudu yoyote mwingine katika hii dunia baada ya kulisambaratisha hili jeshi. Shetani kaja kwa umbile la Suraka bin Malik siku hiyo, msiogope siku ya leo hii, hakuna yote atakayowashindeni siku hii. Wa inni jaru lakum, bega kwa bega niko pamoja na nyinyi. Waislamu wako na sifa zote za kushindwa. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia Waislamu mwezi 17 ya Ramadhani mwaka wa pili wa Hijiria. Hawakujiandaa, hawakujipanga kwa ghazwa ya namna yote, hali ya kuwa uchumi wao hauruhusu, idadi yao haiwaruhusu. Tena wapo katika somo ambao mimi na wewe tumetafsiri ni kipande hapo cha kumfanya mtu kuwa mlegevu, lakini Allah hajataka tuwe walegevu katika somo, kwa sababu Ramadhani ni shahrul jihad, ni mwezi wa mujahada. Baada ya kukutana majeshi mawili haya, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Allah subhanahu wa ta'ala akunusuru nyinyi katika Badri hali ya kuwa nyinyi ni madhalilifu.
Madhalilifu maana yake uchache wa mali, uchache wa silaha, uchache wa idadi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kunusuruni katika mazingira namna hii. Shetani baada kuona nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala wazi wazi inakuja, malaika alayhi salatu wassalam wanashuka kwa ajili ya kufanya nusura ya Waislamu mwezi wa Ramadhani. Shetani akakimbia, akamwambia inni ara ma tarauna, mimi naona kile msiokiona nyinyi. Ni katika Ramadhani hiyo. Unapozungumzia Fathul Makkah, kufunguliwa kwa mji wa Makkah, ilifanyika Fathul Makkah katika mwezi 20 wa Ramadhani, ndani ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala kawapatakaza kupigana jihadi. Walipokuwa tayari kusimama katika njia ya Allah kuipigania dini ya Allah katika hali ya udhaifu wa saumu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa nusra. Tarehe wanasema wanachuoni takriban ghazwati 17 ambao Waislamu walipigana katika mwezi wa Ramadhani, hakuna hata ghazwa moja ambao Waislamu walishindwa. Kusudio ni nini ya kuleta hivi visa? Kusudio imeletwa Ramadhani, ndugu yangu, ufanye huu mwezi ni mwezi wa kufungua vile vifungo ulivyofungwa kwenye maisha yako. Ufanye huu mwezi ni mwezi wa kutengeneza nusura kwenye maisha yako. Ufanye huu mwezi ni mwezi wa kubadilisha yale ambayo yanakupasa kutengeneza uhusiano baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Ramadhani kaitwa Qur'an kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran huda linnas wa bayinati min alhuda wal furqan, mwezi ambao umeteremshwa ndani yake Qur'ani, mwongozo kwa watu. Kama ambao wanadamu na ulimwengu wote umeumbiwa kwa nambari 7, na Qur'ani yenyewe pia inakwenda kwa nambari 7, huda linnas. Wanadamu wanaishi katika dunia hii siku 7 za wiki, lakini wakati huo saa zinazotengeneza hizi siku 7 za wiki ziko saa 24. Wanachoona nasema nambari 7 ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mara 24 katika kitabu chake kitukufu. Ndio maana huda linnas wanazanna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in, tumeteremsha kwako wewe Muhammad kitabu ambacho kinabainisha kila kitu, kitabu ambacho kwa ujumla wake kimeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. ila baiti al-izza tibyana likulli shay'in. Imeletwa Qur'ani iweze kubainisha na kuleta mwongozo kwenye maisha ya wanadamu. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anapokea hadithi kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala na wainua watu kupitia hii Qur'ani. Wengi wa watu wanapata sharaf kupitia hii Qur'ani. Wanazanna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in, mashakili yako yote katika maisha, mashakili yote ya ulimwengu katika hii dunia, Allah subhanahu wa ta'ala kafanya ufumbuzi wake ni ile Qur'ani iliyoshuka katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana katika usia wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam li Abi Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu, usia namba 2 akamwambia, alayka bitilawati al-Qur'an, juu yako wewe kusoma kitabu cha Allah Qur'an. Fa innahu nuru laka fi sama, kwa sababu kuisoma Qur'ani kwako wewe ni nuru. Nuru ya kwanza katika Ramadhani ni nuru ya taqwa, nuru ya pili katika Ramadhani ni nuru ya Qur'an. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. الحمد لله. Baada kuhusia kwa mara nyingine usia wa takwa, ndugu zangu, ni mara ya pili hutuba yetu tunaambizana kuhusiana Ramadhani wal Qur'ani, takwa wal Qur'ani, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katuletea Ramadhani tupate hizi nuru mbili kwenye maisha yetu. Nuru ya takwa ni nuru ambayo inatengeneza moyo. Nuru ya Qur'ani ni nuru ambayo inatengeneza maisha ya mtu. Swali la msingi tunaendelea kuulizana baina yetu, mwelekeo mpaka hapa tulipofika, Ramadhani imetufikisha wapi? Tumebaki ndani ya ruti kuyapata ile maghfira ambayo yanapatikana katika Ramadhani? Tumebaki ndani ya ruti kuipata ile nuru ya takwa ambayo kwayo Allah subhanahu wa ta'ala kawataka wafungaji waipate hiyo nuru ya takwa? Bado tupo ndani ya ruti kupitia hiyo ruti ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya baghi alkhairi aqbil. Ewe uliokusudia kufanya kheri, fanya kheri nyingi ili ujisogeze kwa Allah. Tumebaki katika hiyo ruti? Je, tunafunga Ramadhani kijihadi ili tupate natija za Ramadhani kwenye maisha yetu? Umekusudia nini Ramadhani hii? Umekusudia uwe nani baada ya Ramadhani? Umekusudia uwe nani baada ya Ramadhani? Uwe ni ahlul Qur'an, uwe ni katika wale watu wa Qur'ani ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita akasema, inna lillahi ahlina minan nas, hakika ya Allah na watu wake wa nyumbani. Ndio wale Ibn Mas'ud radhiallahu anhu akasema, idha arada Allah, watu wa nyumbani wa Allah ni wale pindi wanapotaka nawe Allah pia anataka. Nafasi hiyo Waislamu tumepewa mimi na wewe Sheikh. Nafasi ya maamuzi, dunia iwe vipi, dunia iende vipi, dunia iishi vipi, maamuzi ya maisha duniani hapo katika mikono ya Waislamu. Moja katika pigo waliofanikiwa ashabul ghazwat alfikriya, hii ni mada nyingine, waliofanikiwa watu wanaotupiga vita kwenye vita vya fikra. Moja katika mafanikio yao ni kumfanya Muislamu ashindwe kujitambua yeye ni nani katika dunia, kwamba wewe ni nani hapa ulimwenguni. Wewe ni khalifa kwenye dunia hii. Inna lillahi ahlina minan nas, hakika ya Allah na watu wake wa nyumbani. Anao watu wa nyumbani. Wakauliza sahaba, wani hum ya Rasulullah, hakina nani hao watu wa nyumbani wa Allah, ewe mjumbe wa Allah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ahlul Qur'an, hao ni watu wa Qur'ani. Hao ni watu ambao wameletewa Ramadhani. Kupitia Ramadhani hii warejeshe kwenye kitabu chao. Sio uko tu, hum ahlullahi wa khassatuhu, hao ni watu wa Allah, pia ni makhawasi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wale idha arada Allah, wakitaka ametaka Allah. Vita vya fikra vikamfanya Muislamu ashindwe kujitambua yeye ni nani katika dunia hii. Ramadhani imeletwa itufanye sisi Waislamu tujitambue sisi ni wanani katika dunia hii. Tumebeba amana ndugu yangu. Tumebeba amana ya ulimwengu. Tumebeba furaha za ulimwengu. Ramadhani turejeshe kwenye ile sifa yetu. Kila mmoja aingie Ramadhani akiwa na azma, akiwa na makusudio, akiwa na malengo, kwamba Ramadhani hii nirejeshe katika ile sifa ya mimi kuwa ni khalifa katika ulimwengu huu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akazikusanya zote nuru hizi mbili katika mwezi wa Ramadhani ili tuishi nazo katika miezi ya Ramadhani. Nuru ya takwa na nuru ya Qur'an. Inna Allah yarfa bihadha alkitabi aqwama
Hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala anawainua wengi kupitia hichi kitabu. Wayadhau bihi akhirin, lakini kuna watu wakakiacha hichi kitabu, wakawa hawashughuliki na hichi kitabu, wakakijiweka mbali na hichi kitabu. Allah subhanahu wa ta'ala kawadhalilisha hao watu. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wama yudhillu bihi illa alfasiqin alladhina yanqudhuna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Ni wale ambao wameenda upogo na ahadi za Allah. Swali la msingi la kuondoka nalo kila mmoja wetu siku hii ya leo, nusu safari ya Ramadhani tumeifika. Nipo ndani ya ruti au nimetoka ndani ya ruti? Na kusudia nini mimi kwa Ramadhani hii? Mpaka sasa yale makusudio yangu nimeyafika kwa kiwango gani? Tukumbushane pamoja ndugu zangu. Kuna wengine toka Ramadhani imeingia ikiwemo na mimi, tumeishi na zile nitatubu, nitasoma Qur'ani, nitafanya adhkari, nitafanya istighfari. Hasan al-Basri anasema undhirukum taswifa, iyakum wa taswifa, ole wenu na tabia ya kuchelewesha majambo. Akasema saufa atubu, saatubu, saastaghfirullah. Ole wenu na ile tabia kusema nita. Moja katika bidada yake shetani, hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alaikum bila ilaha illa Allah wal istighfar. Kithirisheni sana kusema la ilaha illa Allah na istighfar. Katika mambo manne ya Ramadhani, mawili ndio haya, alaikum bila ilaha illa Allah wal istighfar. Kithirisheni haya mambo mawili, la ilaha illa Allah na istighfar, fanyeni kwa wingi sana. Wenda mwenzangu, mimi na wewe ulishasikia umuhimu wa la ilaha illa Allah kusema kwa wingi katika Ramadhani. Pia wenda ulisikia kwamba kukithirisha istighfar sana katika Ramadhani kwa sababu ni shahru tauba wal maghfira. Ulisikia sana jua hili. Lakini sababu mpaka leo hujafanya la ilaha illa Allah kwa wingi, na wenda mpaka hii leo hujatubia madhambi yako kakomeka pale, sababu yake ni ile kusema nita. Fa inna iblisa qala, hakika shetani amesema, ahlaktu an-nas bishahawati wadhunubi, nimeangamiza watu kwa matamanio na madhambi. Matamanio yalipokithiri kwenye maisha ya watu, wale wanaostahili kufanya toba, mimi na wewe tukasema nita. Ilipokuja tashkili ya kusoma kitabu cha Allah Qur'ani, tukasema nita. Ilipokuja jukumu la kutekeleza sunna, kukithirisha la ilaha illa Allah katika Ramadhani, nikasema nita. Ramadhani mosi ukasema, Ramadhani pili nita. Ramadhani pili, Ramadhani tano ukasema nita. Ramadhani tano, Ramadhani 10 kufika ukasema nita. Sasa hupo nusu safari Ramadhani, bado maishi katika hizo nita. Akasema Hasan al-Basri radhiallahu anhu, inna saufa, hakika ya nita, soma Qur'ani. Hakika ya nita, tubia madhambi yangu. Hakika ya nita, nitafanya istighfar. Jundum min junudi iblisa, miongoni katika majeshi makubwa ya shetani ni ile nita. Kuna maadui wengine wa mwanadamu wanakuwa nje ya mwanadamu, lakini adui mbaya wa mwanadamu ni adui nita, ambaye anachangamana katika moyo wa mwanadamu. Wanachuoni walizungumzia mambo manane ambayo sababu kutopata maendeleo ya kiroho
na maendeleo ya kimwili katika wanadamu, miongoni katika hayo mambo nita katika mambo 8 namba 1 imekuwa Mr. Saufa. Fanya sasa ndugu yangu. Sikiliza siku ya Kiyama kwa kumalizia, wanafiki wataambia waumini, yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqat lilladhina amanu undhuruna naqtamis min nurikum. Siku watakaposema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake kuwaambia waumini, giza la Kiyama lipo, mtu haoni mpaka kile kiganja chake kutokana na giza siku hiyo. Nuru pekee watakokuwa nao ni wale waumini. Rabbana atmim lana nura na ighfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Walitengeneza nuru katika dunia, ndio zile nuru mbili tunasema takwa na Qur'an. Siku ya Kiyama kwenye giza la siku hiyo wakawa wanaangaziwa na hizo nuru zao. Undurna naqtamis min nurikum. Jamani tugeukieni ili tuweze kupata kufaidika na hiyo nuru mliokuwa nayo. Waumini watawaambia au jibu litakuja, qila riji'u waraakum faltamisu nura. Nuru ya siku ya Kiyama ipatikane siku ya Kiyama. Nuru ya siku ya Kiyama inapatikana katika maisha haya duniani. Wataambiwa riji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma kwenu, rudini duniani mkaitafute nuru kama ya kwetu tulionao siku hii ya leo. Hakuna dunia tena siku hiyo. Bado ataendelea kusema, yunadunahum alam nakum maakum. Wanafiki wataambia waumini baada ya kuambia riji'u waraakum faltamisu nura, yunadunahum, watawaambia waumini, alam nakum maakum, kwani duniani sisi hatukuwa pamoja? Hatukuwa pamoja. Majina yetu kama majina yenu, ufananisho wetu ni kama ufananisho wenu. Wakati mwingine tukoonekana msikitini kama mkionekana nyinyi. Jibu utakuja, qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratukum al-amaniyu hatta jaa amrullah. Bala, ni kweli duniani tulikuwa si kama nyinyi, tulifanana kimajina, tulifanana hata baadhi ya matendo. Ramadhani tulifunga pamoja, hata wakati mwingine tulikuwa tunakutana kwenye viwanja vya hija pamoja. Swala za Ijumaa kama hivi tulikutana pamoja, na wakati mwingine swala 5 tulikutana pamoja. Kabisa tulikuwa pamoja na nyinyi. Kasoro yake ni hii hapa hii, walakinnakum fatantum anfusakum. Sababu ilikuwa mpaka leo tumetengana. Sisi leo tuna nuru, nyinyi mmekosa nuru. Sisi leo tupo kwenye starehe, nyinyi mmezikosa hizo starehe. Nyinyi mlizifitini nafsi zenu kule duniani. Watarabbastum, mkawa mko kwenye mashaka, mguu ndani mguu nje, mkawa mmezibeba tabia za namna hii. Wa minan nasi man yabudu Allah ala harfin, kuna watu wapo wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kiupande. Wapo nusu wapo kwenye ibada, nusu wapo kwenye mambo mengine. Nyinyi bwana mko mnatia mashaka. Watarabbastum, mlikuwa mna wasiwasi kwamba nikisoma Qur'ani, kwamba nikifanya toba kwenye hii Ramadhani nikaziacha zile shahawati zangu, kuna mambo yangu mengine yataharibika. Wakati kwenye takwa ndio kuna nusura ya Allah, wakati kwenye Qur'ani ndio kuna hayatan tayyiba, lakini mkao mnatia shaka. Wa gharratukum al-amaniyu, huko kusema tabia yenu nita soma Qur'ani, nitafanya safari, nitatubu. Wa gharratukum al-amaniyu, yakakupotezeni yale matamanio yenu. Maana jihadi namba 1 katika Ramadhani, muumini apambane na huyu adui shahawati, adui matamanio. Hii ndio jihadi namba 1. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kututilia wepesi katika Ramadhani tubakia na adui huyu mashuhuri nafsi.
akamfunga yule adui mkuu shetani. Wa gharratukumul amaniyu hatta jaa amrullah, yakakuangamizeni matamanio mpaka ilipokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neno letu la siku ya leo, Ramadhani ni mwezi wa jihadi, ni mwezi wa nusra, ni mwezi wa takwa. Itakuja takwa vipi katika maisha yetu, ambao takwa hii tuunganishe na Qur'ani? Hakuna njia nyingine yote, kila mmoja afunge Ramadhani katika minajili ya jihadi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ridha an sahabati rasulillahi ajma'in واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.